Kuanzisha biashara. Bado tunaendelea na wiki ya masterclass ya jinsi ya kuanzisha biashara, na leo ndio tunaangalia video ya mwisho au kipindi cha mwisho. Kama mnakumbuka, kwa wale ambao sio mara ya kwanza kuona hiki kipindi, ni kuwa tulianza siku ya Jumatatu tukaelezea swala la jinsi ya kufanya uamuzi wa aina ya biashara ya kufanya, na siku ya Jumatano tuliangalia swala linalohusiana na fursa, kutambua fursa za kufanya biashara. Sasa leo, ambayo ni kipindi cha mwisho, tunaangalia masuala yanayohusiana na uchaguzi mzuri wa eneo la kufanya biashara. Sasa unaweza ukawa na pengine tuseme mgahawa mzuri kabisa ambao unapika chakula na vinywaji vya hali ya juu, yaani vya quality ya hali ya juu. Lakini sasa kama location au sehemu ambapo huo mgahawa ulioweka hakuna wateja au sio sehemu nzuri, huwezi ukapata wateja na hiyo biashara inaweza ikayumba. Sasa huo tu ni mfano mmoja wa umuhimu wa kuchagua sehemu nzuri ya kufanya biashara. Sasa kanuni ya kwanza ya kuchagua sehemu nzuri ya kufanya biashara au location ya kufanya biashara ni kujiuliza swali, mteja wako yuko wapi? Sasa hii ikoje? Usichague eneo kwa sababu kodi ni rahisi. Chagua eneo kwa sababu wateja wako hapo hapo. Mfano, unataka kuuza vifaa vya stationery na kutoa huduma za kuprinti. Kosa ambalo unaweza kufanya, kufungua mtaani ambako kuna baa nyingi. Jambo sahihi la kufanya ni kufungua karibu na shule, chuo au ofisi za serikali. Unatakiwa ujiulize, mteja wangu anaishi wapi? Anafanya kazi wapi? Anapita njia gani? Haya ni maswali muhimu sana ambayo inabidi ujiulize kabla hujafanya uamuzi wa kuchagua sehemu ya kufanya biashara. Kanuni ya pili ni swala la kuangalia mwingiliano wa watu katika eneo ambalo unataka kufanya biashara. Hii nayo iko vipi? Biashara inahitaji macho. Usijifiche. Kama ni biashara ya rejareja, unahitaji eneo lenye high foot traffic. Je, watu wanapita kwa miguu au magari yanasimama? Lakini hebu angalia, wanaopita ni wanunuzi au wapita njia? Hebu tuangalie mfano. Eneo la stendi ya mabasi lina watu wengi, lakini wote wana haraka ya kusafiri. Hawawezi kununua furniture, lakini watanunua maji, vocha na biskuti. Oanisha biashara na aina ya watu wanaopita. Hapa tunazungumzia wingi wa watu au hao wateja watarajiwa, lakini wingi peke yake hautoshi. Unaweza ukawa na wateja wengi au watu wengi katika hilo eneo, lakini sio watu wanaweza kununua aina yako ya biashara. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha kuwa hao watu ambao ni wengi katika eneo unataka kufanya biashara ni watu ambao kuna uwezekano mkubwa wakanunua aina ya bidhaa ambazo unataka kuziuza. Ikiwa watu wanakuwa ni wengi lakini unaanzisha biashara na hawanunui bidhaa zako, basi ujue hao watu wengi wao hauna faida kwako. Kanuni ya tatu ni kulinganisha gharama za pango la sehemu unataka kufanya biashara pamoja na mapato ambayo yatapatikana. Hii nayo iko vipi? Hapa ndipo vijana wengi wanafilisika. Unapanga frame maeneo ya Kariakoo na unalipa milioni 1 kwa mwezi, wakati mtaji wako wote ni milioni 2. Kanuni ya kidole gumba. Kodi ya pango isizidi 15% hadi 20% ya mauzo yako ya mwezi
unaotarajia. Kama huwezi kulipa kodi ya miezi 6 bila kuuza kitu, hilo eneo bado ni kubwa kwako. Anzia nyumbani, anzia mtandaoni au tafuta subletting, yaani kushare frame na mtu mwingine. Hapa tunachosema ni kuwa angalia uwiano wa kodi ya pango pamoja na matarajio yako ya kipato utakachopata kwenye biashara. Kama kwa mfano biashara inategemewa kupata pesa nyingi, sasa unaweza kukodi pango ambalo nalo ni kodi yake ni kubwa. Kwa sababu kama tulivyosema ni kuwa kodi inatakiwa iwe kati ya 15% mpaka 20% ya mapato ya mwezi katika hiyo biashara. Kwa hiyo kama huo uwiano haupo, basi hakuna umuhimu wa kukodi frame katika eneo kama hilo. Sasa tumemaliza episode ya mwisho katika hii wiki ya masterclass ya jinsi ya kuanzisha biashara. Sasa kabla sijamalizia, ngoja tuangalie mambo gani ambayo tumeangalia kwa hii wiki ya masterclass ya kuanzisha biashara. Tumemaliza masterclass yetu ambayo imechukua siku 3. Siku ya Jumatatu tumeangalia jinsi ya kuchagua biashara kulingana na uwezo wako. Siku ya Jumatano tumejifunza kuona fursa kwenye matatizo. Na hii ya leo Ijumaa tumejua wapi pa kuweka biashara, yaani uchaguzi wa eneo la kufanya biashara. Sasa mpira uko kwako. Elimu bila vitendo ni burudani. Usiwe mtazamaji tu, kuwa mtendaji. Kama mfululizo huu umekusaidia, naomba ulike na kushare na wengine. Jina langu mimi ni Ali Mwambola. Naomba uendelee kuangalia vipindi vyetu pamoja na video zetu ambazo zinapatikana kwenye How to Start Business YouTube channel. Asante na karibu tena. Mwisho kabisa nina wito. Wito wangu unahusu mambo yafuatayo. Kwanza, katika hii wiki ya masterclass ya kuanzisha biashara, unafikiri ni jambo gani limekuvutia sana au limekuhamasisha sana kiasi ya kuwa uko tayari kuanza biashara hata kesho? Ya pili ni kuwa kati ya mambo tulioongelea kwenye hii wiki ya kuanzisha biashara, unafikiri ni jambo gani limekuwa kama ni changamoto kwako na unahitaji ufumbuzi? Kwa hiyo niandikie pia kunieleza kuwa hilo jambo ambalo unafikiri limekuwa ni changamoto na unataka tukusaidie kukupa ufumbuzi. Tatu, naomba subscribe huduma zetu ili usikose kuona video zetu za channel ya How to Start Business, lakini pia vipindi vyetu vya online television ambavyo hii online television yetu inajulikana kwa jina la Tan Business Channel. Kwa hiyo ukisubscribe hutakosa kuona video na vipindi vyetu. Alafu jambo lingine, naomba ubonyeze hicho kibatani cha like, kwa sababu ukibonyeza kibatani cha like itasaidia wale vijana ambao hawajabahatika kuona hiki kipindi, itawafikia waweze nao kuona. Kwa hiyo ni muhimu sana bonyeza hicho kibatani cha like. Na mwisho kabisa ni kuwa na watakia utazamaji wetu wa televisheni yetu pamoja na video zetu. Na tunarudia tena, sisi tumeamua kusaidia vijana ambao wamemaliza vyuo na bahati mbaya hawakufanikiwa kupata ajira. Sasa tunajaribu kusaidia ili waweze kufanya biashara. Na tumeweka msisitizo zaidi kwenye mambo mawili, kwa sababu tunajua kwenye kuanzisha biashara kuna changamoto nyingi, lakini hasa hizi mbili. Kwanza ni swala la mtaji, ambapo wengi wanalalamika kuwa hawana mtaji. Sasa sisi tunajaribu kukuelezea jinsi ya kuanzisha biashara kwa mtaji mdogo kabisa. Inaweza ikafikia hata 50,000, 100,000, 500,000, lakini isizidi 1,000,000. Tunaweza tukakusaidia kuanzisha biashara. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu. Namba 2 ni swala la elimu ya ujasiriamali. Wengi wanasema mimi sielewi jinsi ya kufanya biashara hii,
mimi sielewi jinsi ya kutafuta wateja, mimi sielewi sijui kunakuwa na mambo mbalimbali yanayohusiana na ujasiriamali. Sasa sisi ndio tunatoa elimu. Kwa hiyo ukiwa umesubscribe, lakini pia kama utanunua vitabu vyetu utapata elimu ya ujasiriamali na utafanikiwa kuanzisha biashara na kuwa mfanya biashara maarufu. Naona niishi hapo. Mimi ni mtangazaji na mtengenezaji wa video naitwa Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.